mengi tu kama elimu, kukosa taarifa sahihi kama anavyosema Lugete, swala tu la dira ya 2050 bado haijawafikia vijana wote kwa makundi yote. Hapa hajataja tu labda kundi la watu wenye ulemavu na wanasumbuliwa na nini. Unadhani kwa hivi sasa, kwa uzoefu wako wa kufanya kazi kwa ukaribu sana na jamii, ni changamoto gani ambazo zinarudisha nyuma ustawi wa vijana? Kwanza changamoto ni vijana wenyewe. Namba moja. Ukimaanisha nini? Kwa sababu sisi tuna viigizo kama taifa. Tuna viongozi wa zamani wa kijadi walikuwepo, hao vijana hawajawakuta. Wamemsoma baba wa taifa kidogo, wanamsoma baba wa taifa, wanajua Mwalimu Nyerere alikuwa anaelekeza nini kuhusu vijana. Lakini kitu kingine kinachoweza kukisema, kuna miongozo ya dini zetu. Kwa hiyo kwanza leo vijana, kwa sababu gani? Kwa nchi yetu imetengeneza fursa za kuweza kudai na kuhoji. Unaona, mimi nitatoa mfano mdogo tu. Kwenye vikao vyetu vya kwa mfano kwenye bajeti ya serikali, maana tuanzie hapo kwamba je, pesa imetengwa kwa vijana? Kwenye bajeti za serikali kuna kitu inaitwa O&OD. Inatakiwa kuanzia kwenye kitongoji wananchi washirikishwe kupanga bajeti ile ambayo inaenda kupeleka mpaka serikali kuu, washirikishwe kuanzia kwenye kijiji, kitongoji, kijiji, ngazi ya kata. Alafu yale yanayofaa kwenye kata yanaisha kwenye kata pale. Ya kwenye kata ndio yanapeleka kwenye baraza la halmashauri. Baraza la halmashauri kuna yanaweza kufanya na halmashauri, lakini kuna mengine yanataka kupelekwa bungeni ambayo mbunge anapeleka. Sasa tujiulize hapa, wewe tangia waanze kutangaza hapo, ushawahi kusikia vijana wamedai kushirikishwa kwenye bajeti? Wanatakiwa kudai ama wanatakiwa kushirikishwa? Sikiliza, serikali kutengeneza miongozo, wewe tayari hiyo ni taratibu ambazo mmejiwekea. Unatakiwa kwenda kwenye kijiji chako, umuulize mwenyekiti wa kijiji, hebu mbona hujaita mkutano wa kupanga sisi tunataka nini kwenye bajeti inayokuja? Sasa kwenye kata umeenda kufikisha maoni ya nani? Umuite mbunge wako kwa upenda ukatibu wa mbunge, umuulize, nimemwona mbunge wetu bungeni amepeleka maoni ya nani? Si unanielewa? Sasa mimi natamani ningeona angalau vijana, si kwa fujo. Hasa kwenye jumuiya hata za vyama, kila chama kina jumuiya zake. Angalau wenyewe tu ambao wako fomo wakae wajiulize kwamba hivi tunamwona mbunge wetu labda wa jimbo fulani bungeni, lakini nasikia anahakisha mawazo aliyatoa wapi? Kwa upendo waulizane. Wakianza kuhoji hivi, mbunge ataenda bungeni atataka kuchukua mawazo ya wananchi kuyapeleka. Hiyo namba moja. Namba mbili, mimi ni mtu ambaye ameshiriki kushiriki kwanza kwenye maandalizi ya dira na naifahamu kuanzia kwenye kuiandaa. Na nimefanya vikao vingi tu kwenye jamii ya kuandaa dira. Vijana wangapi walioomba kwamba sisi tunaomba kabla dira haijapitishwa hii, wakati mchakato wa kuandaa dira, tunaomba sisi tushirikishwe, tutoe maoni yetu. Sio, unanielewa? Tunaomba tutoe maoni yetu sisi ya dira. Ya vijana wangapi ambao waliomba kushirikishwa kwenye dira kwamba tunataka sisi kutoa maoni yetu. Kwa hiyo yani watu wakitengeneza miongozo, usipoihoji kupitia miongozo ile bila kuleta fujo, ujue watu wanaenda hivi hivi kwa sababu wananufaika na wewe kutohoji kwako. Meshagazi, wani kama ni ngumu sana kwa vijana wenyewe kujiamulia kwenda katika ngazi kama hizo, kutafuta wabunge, viongozi wao mbalimbali, ama kutaka kushirikishwa katika dira hii ya 2050. Pengine hawafahamu wapi waanzie, wapi wamalizie. Na kuna baadhi ya viongozi ni wagumu pia kuwapata. Ngoja kurahisishie kazi. Nikwambie kitu simple tu. Nayo yasema haya ni miongozo iliyowekwa na serikali. Iko kwenye vijiji vyetu. Hautakiwi kwenda tofauti na miongozo iliyowekwa. Yaani nimekwambia wakati wa kuandaa bajeti, mwongozo wa serikali unasema kila mwananchi anataka kutoa maoni yake kwenye mkutano wa kijiji. Yaani mwenyekiti wa kijiji, naanzia nyoka kusudi vijana nielewe. Mwenyekiti wa kijiji aitishe mkutano wa kijiji ambao agenda ni bajeti. Kwamba sisi kwenye eneo letu hatuna daraja. Kwenye eneo letu tuna maeneo tuna ardhi lakini hatuna kisima. Umeona? Sasa yale ambayo yatajadiliwa kwenye kikao cha vijana cha kijiji ndio mwenyekiti wa kijiji atayapeleka kwenye kikao cha kata. Ndio utaratibu wa nchi. Mwenyekiti wa kijiji akiwasilisha kwenye kata. Yule pale diwani atajadili, kuna wenye viti wa mikata, wenye viti wa mitaa yote wanaounda kata watajadiliana pale. Wakishajadiliana watatoa yale ambayo yanawezekana waikata hataweza. Yale ambayo yanawezekana diwani atabeba kupeleka kwenye nini? Kwenye halmashauri. Halmashauri itajadili yale ambayo yalitokana na wananchi. Alafu pale mbunge atatoa yale ambayo yanataka kutoka kupeleka wapi? Bungeni. Sasa mimi nauliza, kwa sababu hii ni mwongozo wa serikali, taratibu za serikali. Sasa mimi nauliza, kijana hapa labda atatuma kwenye mtandao watuambie wanaosikiza kipindi kwamba kijana gani kwenye kijiji chake au mtaa wake ilishawahi kuwepo mkutano wa kijiji ambao ajenda ni kujadili nyie mnataka nini kwenye bajeti ijayo.
Sasa kama kijana hawezi kuhoji kitu kama hicho, naomba niulize swali na mimi hapa. Lakini Shangazi, nani anatakiwa kuandaa hii mikutano? Kwa sababu kama unavyosema hizo ni sheria ama miongozo ya serikali. Manake ni kwamba lazima kila kijiji, kila kitongoji, kila kata ifuate. Sasa sikiza nikwambie, naanzia kwenye kijiji kwa sababu labda na watu na kama tuna vijana wameanza chuo kikuu waelewe hata hili, ndio tutaenda kwenye sehemu ya pili hata kusema kwa nini nasema vijana. Ngoja nikwambie, kwa mujibu wa sheria na utaratibu, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, mamlaka yake ni kwa wananchi. Yaani nyinyi mnao uwezo, kama mtaki mwenyekiti wa mtaa, siku hiyo tu mnapanga utaratibu, mnaandika majina, mnamuondoa, tofauti na mbunge na diwani. Mshaelewa? Anayetakiwa kudai kwa sababu mwenyekiti wa mtaa ni sawa sawa na duka ambalo nimekupa wewe uuze. Sasa mwenyekiti wa mtaa ni wawakilishi wa wananchi wote pale kwenye mtaa. Ukiona mwenyekiti wa mtaa itishi mkutano na nyinyi mnanyamaza, na yenyewe akili zenu zafanya hivyo hivyo. Sura nielewa, kwa sababu miongozo ni sasa umeajiriwa hapa, wewe unatakiwa kulipa mshahara shilingi 20,000 mwisho wa mwezi, alafu hujalipo hoji hivi, bosi anaweza kukupa hela yako? Ndio hivyo. Lakini kitu cha pili, ngoja naomba tumsikilize Lugete. Lugete, karibu. Kwa kuwa swala la dira ni swala nyeti ambalo limegusa uchumi, ulinzi, usalama na mustakabali wa taifa. Je, waziri wa mipango Profesa Alexander Kitila Mkumbo alishindwa vipi kuwatumia watendaji wa serikali za mitaa ambao serikali inakuwa na uwezo mkubwa wa kuwajibisha moja kwa moja, kuwatumia kama mawakala wa kusambaza elimu vijijini kuhusu dira? Kama kuwaona kabisa, kama tunajua kabisa wenye viti wa serikali wenye viti wa vijiji tunaowachagua sisi ni wazembe. Serikali ilishindwa vipi kuwatumia watendaji ambao ina uwezo mkubwa wa kuwajibisha kama mawakala? Mbona kwenye maeneo mengine nyeti amekuelewa swali lako Lugete? Masuala yanapanda nchi, mbona serikali imekuwa ikiwatumia watendaji wa vijiji na wa serikali za mitaa kufikisha ujumbe haraka kwa masuala ambayo ni nyeti kwa taifa? Mimi ngoja labda mimi hapa kwanza sipo kwa upande wa serikali. Mimi naongea kama mwanajamii. Mimi sijibu maswali ambayo ni ya serikali, ila kwa sababu mimi ni mtu ambaye natambua miongozo na miongozo inaelewa, nafahamu miongozo inavyosema. Hebu ngoja, sababu inaonekana ndio nakujibu, hamna shida. Ni hivi, umesikia? Kwa mwenyekiti wa mtaa anachaguliwa na kina nani? Na serikali. Na nani? Si watu wanapiga kura, watu wa kijiji pale pale. Kama mchakato wa kumpata mwenyekiti wa mtaa uligubikwa na rushwa, uligubikwa na nini, na nyie vijana mkajaa watu wa bodaboda, watu wa nini mkachukua, msifikirie kupata mtu ambaye atawatumikia nani? Nyie. Sasa mimi nataka kusema kitu kimoja. Kwa mfano hapa tuna elimu ambayo vijana wanalalamikia kwamba haijibu changamoto za kijamii. Yaani vijana wote wakimuza maliza chuo kikuu wanakuja kila siku Kipunguni kujifunza hata namna kulima mchicha. Sasa tujiulize, kama tuna vijana 36,000 wako chuo, alafu elimu wanajua haitawasaidia yani wakimaliza hiyo elimu wanayosoma miaka 3 haitawasaidia, alafu wananyamaza. Hivi tumlaumu wanachuo, tulaumu wanaofundisha? Sio, unanielewa? Kama tuna sheria kwa mfano shuleni. Kwa mfano sheria inasema kwamba kwenye shule uruhusi kutumia simu. Wakati ukimaliza chuo fursa zinapatikana kwenye simu. Bishangazi kidogo. Samani Samira, nakuja kwako. Hapo nataka kuuliza swali ambalo linaendana na hicho ambacho unakisema. Unasema kwamba tatizo ni vijana ambao kwa namna moja naweza kukubaliana na wewe. Yes. Nitakuja kwenye shida nyingine, lakini kwa namna moja. Kwa namna moja naweza kukubaliana na wewe. Lakini kwa hawa watu ambao wenye mamlaka wametengeneza hii dira, na wewe unasema umeshiriki kwenye baadhi ya vikao. Na kama wanaona ushiriki wa vijana unalegalega, kwa nini wasije na mbinu nyingine mahususi? Kwa sababu kwa mfano kama kipindi cha kampeni, wakiona watu hawashiriki, watawapelekea mabasi, watawapelekea maroli, watu wamepakiwa, wamepelekwa, wamerudishwa. Watu hawaji, wataleta chombeza ya wasanii, labda wanavyofanya kampeni zao, wanavyotoa sera zao, wasanii waje watumbuize ili watu waje. Kwa nini hatui na initiative kama hizi kwenye masuala muhimu kama ya dira? Kwa sababu nadhani ni kama elimu hii haijawafikia vijana, kwa nini kama tunaweza kuchukua magari karibia kila mkoa, watu waje kwenye kampeni, kuwalipa wasanii waje watumbuize, kwa nini hatuwezi kufanya kitu kama hicho pia kwenye masuala ya dira? Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Mimi kwanza tutaka kwenda huko, lakini ngoja nisaidie vijana na labda nijibu kulingana na miongozo ilivyo. Ni hivi, hakuna kiongozi yoyote yule, mwenyekiti wa kijiji, diwani, mbunge, sawa, tuache level ya waziri kwa sababu waziri wao mchagui, ambaye anatamani wewe jitambue. Sio, unanielewa? Nyie mnatakiwa kuwa na elimu ya kujitambua, ya kuweza kuhoji.
Mkikaa mkisubiri diwani aoishe mkutano wa kujadili vitu vyenu, yeye hela ya shule inaletwa hapo, inajengwa, mhoji inakuja bilioni ngapi, hata mhoji hela za vyuo vimekuja. Kwa mfano ngoja nikwambie, kwenye ripoti ya CAG nafikiri mwaka 2023 ukiingia kwenye mtandao utaona Mheshimiwa Rais wakati akipokea taarifa, Mama Samia mwenyewe alisema hivi, pesa ya vijana bilioni 88 imeliwa na moja watu walioila ni madiwani. Yaani kijana anayesikiza kwenye mtandao ataona walio ni madiwani. Hivi unatamani diwani anapenda kijana anayehoji? Lakini kama CAG alisema hivyo, uniambie jumuiya ipi ya vijana yapi walikaa akasema hizi hela zetu aliyeila kwa nini asirudishe? Sio, unanielewa? Kwa hiyo unatueleza Bishagazi, kwa mtazamo wako na uzoefu wako, unahisi tatizo hasa liko wapi, ama vijana kuna jambo gani kubwa linalofanya kuweza kujirejesha nyuma hasa katika masuala ya maendeleo kama haya? Kwanza, vijana wanaelewa malezi yetu na makuzi na elimu yetu haiwaandai kufikiria, haiwaandai kuhoji, inawaandaa kuwa bendera fuata upepo. Sasa kama washagundua hiki, hawadai kuwa na elimu inayoandaa kufikiria, kuwa na mfumo unaoandaa kufikiria, kuwa na viongozi wanaowajibika kwao. Hiyo ni shida ya vijana. Sio, unanielewa? Kwa mfano mimi ukiona leo njia hii kuna nyoka kila siku naendelea kuipita, inabidi mfieke. Nani wa kuwafanya vijana wajitambue sasa? Wa kuwafanya vijana wajitambue ni wao wenyewe. Wakiamka wakadai, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua kwa nini wizara ya vijana iliundwa? Tuanzie hapo. Wizara ya vijana iliundwa kwa sababu vijana walileta fujo. Ikaundwa wizara kuangalia changamoto za vijana walioleta fujo, kuzimaliza. Ndio rais alichosema wakati anaapishwa, nitaunda wizara ili kusudi haya ya vijana, kero za vijana ambazo zinatatulika zitatuliwe. Unaona hiyo wizara inafanya kazi yake vile. Nikwambie sasa, kuunda wizara ni swala jingine. Natamani mitandao ya kijamii, bahati nzuri Tanzania vijana ni wengi kuliko watu wengine. Kwa hiyo natamani mitandao ya kijamii, natamani vioni, natamani shuleni, natamani bodaboda waulize kwa nini waziri hajatimiza ile kiu ya rais? Kwa nini waziri hajawajibika? Kwa nini waziri hajahoji hata bilioni 88 za vijana? Hiyo yani hao wakiamua vijana mitandao ikachafuka, waziri saingia angeshajiuzuru. Mimi siseme tufike huko. Kwa hiyo tukiwa na vijana ambao wanajua lengo la wizara haijatimia afu wamenyamaza, wao wanataka ifanye nini? Saa nyingine waziri alivyo hafanyi kazi kulingana na aina vijana tulionao. Tungekuwa na vijana wanaoamka wakajadili kuanzia kwenye matawi, kwenye vijiji, kwenye mashina, kwenye majiwa bodaboda, kwenye mijadala kama hii, tungekuwa tunaenda mbali zaidi. Lakini Bishangazi, ulisema kabisa kwamba tuna viongozi ambao hawapendi watu wajitambue na hawapendi watu ambao wanahoji, na ukaongeza hoja nyingine kwamba vijana wanasema kwamba mfumo wetu wa elimu hauwaandai kwa watu wa kuhoji, kwa watu wa kufikiria, na inawaandaa kuwa bendera fuata upepo. Wanahoji vipi kama mifumo iliyowazunguka ndio hii? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi kwanza sijakwambia tuna viongozi wasiopenda watu wahoji. Umesema hakuna kiongozi ambaye. Nimekuambia kiongozi yoyote. Yani hata siku ukiwa diwani, utaki watu wahoji, tambua kwenye eneo lako. Samahani kwa kunukuu vibaya. Nasema kiongozi yoyote anayeongoza watu anatamani nyote mwe bumbumbu. Sio, unanielewa? Yani kama unavyokuja kupa mfano mmoja ambao kwa sababu hii ndio nasikia watu wengi sana. Kama unavyoona nakwambia hivi, kama unaona kijana ambaye sheria za shule zimepangwa, hajazitunga yeye na hajahoji kwa nini hizo sheria za shule hatujashirikishwa. Sio, unanielewa? Ahoji. Eti watu wanapenda hivyo kusudi wazidi kukuminya. Sisi tungekuwa na vijana nao hoji. Nakwambia kwa mfano mmoja tu kwamba mbunge kwa mfano wa Ubungo, mbunge kwa mfano wa Bukerewe, kaenda bungeni, kaongea mama ambayo watu hawajamtuma. Siku ya siku akajiunda vijana, sio kwa fujo. Hata wa bodaboda tunakuomba hapa, mwenzangu kaa hapa. Tulisikia unajadili hivi ule jadili ulitoa wapi? Mbunge wao atarudia. Kwa sababu mwisho wa siku mbunge anahitaji wanajamii. Hasa kama tuna jamii ambayo inasubiri kupakiwa kwenye magari, inasubiri 10,000, usifikiri kuja kupata na kiongozi anayefanyaje, anayejitambua. Wewe kama unataka kujua, angalia hata si wanaume. Wewe chukua kwa wanaume. Wanaume wanaanza kujitambua sasa hivi wanaanza kufanyaje? Yaani mwanamke hata akihoji kitu cha msingi, anaonekana kwanza huyo hajalelewa. Sio, unanielewa? Ndo hata viongozi walivyo. Vijana wakihoji, watu wakahoji, wakaanza mijadala, tukana mijadala kwenye vyuo, itaamka na tutaenda. Angalia, umetuambia kwamba tatizo la kwanza ni vijana wenyewe, na tatizo la pili? Tatizo la pili ni mifumo. Mona, tatizo la pili ni mifumo. Kwa mfano, tuna fursa za vijana nzuri kabisa, serikali imeweka fursa nzuri sana. Mkopo wa 4% kwa vijana, 2% kwa watu wenye mahitaji maalum, 4% kwa kina mama. Sio kitu kibaya. Sasa hii mikopo masharti yake hayaendani na mazingira ya vijana walivyo. Kauli mbiu ya siku ya vijana ndio inasema hivi. Inasema mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Kwamba anayejua kutumia mtandao apate fursa, asiyejua mwenye sifa apate fursa,
wa chama cha upinzani apate fursa, mtu mwenye mahitaji maalum apate fursa, mwanamke apate fursa, mwanaume apate fursa, kijana. Sawa? Sasa ngoja kwa kitu moja. Sasa hivi kwa mfano mikopo ya 4% ambao utarudi tena kwa vijana kuwaraumu. Mikopo ya 4% inasema masharti yake. Kwanza huo unajua unasajili kikundi online. Umeona hiyo? Lakini pia kusajili kikundi online inabidi mkopo uombe kwa njia ya mtandao. Uandike proposal. Umesikia? Kijana anaweza akawa yuko Magomeni au yuko Mwanza mjini au yuko Arusha mjini. Ni mzuri sana kwenye kuandika vitu vyote. Mzuri kuingia kwenye mtandao. Kijana yuko Usukumani kule, Shinyanga, yuko huko Sengerema, ana uwezo, na nishasema gari neno nalirudia hapa. Ana uwezo kuzalisha gunia 40 za mpunga kwa mwaka. Gunia 100 kwa mwaka. Lakini hata kusoma hajui. Sasa kauli mbiu hii inasema huyu tuangalie hali halisi, kwa sababu mwisho wa siku uweze kijana. Mtu kijana anaweza anaajiri mpaka watu. Unakuta kijana alima nyanya huko Morogoro, hajui hata kusoma, ameajiri watu hata 40. Sasa huyu twende kwa mfano, badala ya kumwambia andike proposal, aingie online, tuitishe labda mkutano wa kijiji. Tuambie kuna milioni 200 hapa, nani apate kulingana na sifa za wao wenyewe walivyo. Kwa sababu ndo mazingira yalivyotuweka. Watu wachague mtu kama imani, kwa sababu na kutolea mfano, imani kwa kijiji hiki alivyo mkulima mfugaji wa kuna anapotulisha hapa, tukimpa milioni 40 anasonga wapi? Mbele. Kwa hiyo hii fursa sawa hii unaone kama inabagua kwamba hela kweli ipo, lakini huyu saa nyingine mlengwa anaweza sifanyeje, asifikie. Lakini pia kuomba tu kwa mtandao unaona ni changamoto, kwa sababu kuna maeneo mengine hata network hakuna. Hata kama ingekuwepo, nimekwambia wakati huo wanakuambia omba hela kwenye mtandao, walikuambia usikae na yani walikuwa wanakuambia ili yani usikae na simu wapi? Shuleni. Umeona ukulima na mkanganyiko. Huyu anaoambia usikae na simu shuleni, huyu anaambia fursa ziko kwenye nini? Kwenye mitandao. Tena waziri anaingia kwenye mtandao, ukiingia unapata fursa. Namba moja. Lakini namba 2, ushirikishwaji wa vijana. Lakini pia kutokuwa na viongozi hasa wa ngazi za halmashauri wenye kuwaona vijana kama fursa. Yaani sisi tunaona vijana kama fujo, tunaona vijana kama Gen Z. Yaani ndio kilichotujaa kichwani. Hatuwatumii vijana kama fursa. Kwa mfano, mimi nitatoa mfano mdogo tu. Unaona uwanja wa Sabasaba hapa Dar es Salaam? Ule uwanja unaweza kukaa fanya biashara mpaka 50,000 wakaa mle. Na kufanya biashara. Umeona? Yaani uwanja ule ulivyo, ukiuseti vizuri unakaa vijana kibao. Unaona uwanja wa Karume hapo Ilala? Upo unakaa miaka yote, sasa ingia hata mpira uchezi mle. Ule uwanja ukisetiwa wa kawaida, mkaambiwa hivi, wa machinga walio Kariakoo wala wanatuziba barabarani, maduka ya jumla yako barabarani mle, wanauza vitu walipi hata hawatoi hata risiti, wameuza vitu wanakukwepesha mapato. Wao kaambia nataka Kariakoo iwe safi, lakini nyote kajaeni Sabasaba, nyote kajaeni uwanja wa Karume, nyote tukalipa hata watu Buguruni hapo, tukawahamisha, tukaweka vijana wakakaa mle, wanapita mlangoni anatoa 2,000. Tukiwa na vijana 100,000 wanalipa 2,000 kwa siku, zidisha mara yani 2,000 zidisha mara 100,000, unapata karibu shilingi karibu, naenda kwenye milioni karibu ngapi? Umeona? Tunaenda kwenye milioni karibu milioni karibu 200. Umeshaelewa? Kwa siku hii moja. Sasa vijana hawa sisi tusiwaangalie. Mimi nilitoa mfano hapa juzi, nafikiri kwa dadangu hapa, na kuambia mpiga debe aliyegongora moto. Mimi nimefanya utafiti. Mpiga debe kwa siku anapata shilingi 80,000 kwa siku. Wewe kimshahara wako ulipo hapa akifika hata milioni 1, makato kibao. Huyu mpiga debe anatakiwa kuambia wewe una thamani. Wewe ni mtu, wamtumie ile 80,000 anayoipata, alipe kidogo mapato, lakini mapato hayaone, akitengeneza miundombinu anaenda hospitali na tibiwa. Sio, unanielewa? Na tukiwa na vijana wanaolipa kodi tupata faida moja. Viongozi watawajibika. Kijana hataona gari ya serikali mpaka kibao usiku akaiacha kwa sababu anajua mimi nimelipa kodi. Sio, unanielewa? Kwa hiyo tutaongeza uwajibikaji. Sasa sisi kuchukua vijana tukaona kama hawana ni Gen Z, ni wakorofi nini, na wao wanazidi kujiona hivyo. Kwa hiyo sisi tunakosa fursa kuwatumia wao kupata kipato. Kuna vijana wabunifu hivi. Ngoja kuambia kitu moja, takataka zilizoko masokoni, takataka zinaweza kuwa mbolea, zinaweza kuwekwa zikawa chakula cha kuku, takataka zikawa mbolea, zikawa mpaka mkambadala tunaohubiri kila siku. Lakini tuna vijana ambao tuna wapo tu, hatuwapi hata ujuzi mdogo. Yani mtu mpaka anamaliza chuo kikuu anaona takataka ziko hapo, ana kitu cha kufanya. Tunachokijua sisi ni kuona binti katengeneza vitu kutokana na, yani sisi mbunifu tunamchukulia kama maonyesho. Sio shaona na nani? Yaani unafika na nani au Sabasaba eti tunaenda maonyesho ya kuangalia mtu aliyotengeneza vifuu kuvitengeneza kitu, wakati kilitakiwa kwa kitu cha kawaida. Tuna SIDO, tuna VETA. Hivi hata kutengeneza pini, hata vitu vya kuchokonolea masikio. Sio, unanielewa? Tuna mito, kuna maji yanatoka Ruaha, Iringa yanashuka mpaka Morogoro. Tunatumiaje yale maji yanayoharibika bure yale? Sasa ni namna ya kubadili mifumo yetu ya elimu
Lakini vijana wakadai kwamba sisi tunajiona, mimi namaliza chuo kikuu nipo. Yaani nyinyi mko kwenye kijiji, mko chuo kikuu, mko nani? Mnaona hamna mchokifanya afu hamjahoji. Bado tunasema tatizo ni nyinyi mnatakiwa kuhoji. Sawa, haya ambayo umeeleza ni mengi na inaonekana wazi kabisa kwa msimamo wako kwamba vijana wengi bado hawana ile nafasi ya kujitambua kwa asilimia kubwa kulingana na uhalisia wa maisha yetu hivi sasa. Kongamano limefanyika la vijana Dodoma kule na kesho majaliwa yatakuwa maadhimisho ya kimataifa siku ya vijana. Siku hii ina maana gani hapa nchini kwetu kwa taifa letu na tukiwa katika nyakati kama hizi ulizozizungumza? Siku hii kwa vijana anyway, ngoja, yani siku hii kwa vijana wameporwa sikukuu yao. Sikukuu sio level ya kuadhimisha sio level ya kuadhimisha kama inavyoadhimishwa. Hii sikukuu hii itakiwa taifa zima lizizime kwa maadhimisho ya vijana, kujenga hoja zao, kukusanya maoni yao, kukaa na viongozi wao, kusema changamoto za vijana ni zipi. Sio kama inavyopora na vijana wamekaa tu, yani vijana wamebungaa, sikukuu yao inapita. Ili iliandaliwa mahususi vijana wakaa jadili mambo yao. Ngoja mimi hapa na kwenye shabaha za dira moja hapo inasema watoto wote wa kike na wa kiume wapate malezi na makuzi bora. Kote kukopo. Yani dile naeleza binti atakapopata malezi bora, makuzi na ulinzi. Sawa bwana. Unajua nchi hii tuna sheria inayoruhusu mtoto aolewe akiwa atafikisha 18. Alafu kiongozi anakaa na kuambia tumeleta elimu bure mpaka form 4 ili kusudi mabinti hao wasogee. Yani mtu anakuambia anashinda kutunga sheria kwamba aolewi binti mpaka 18, hiyo inamshinda. Ila anakuambia nimesogeza elimu mpaka form 4. Yani lengo la kusogeza elimu linakuwa kuzuia, yani baada ya kutunga sheria kuzuia watu wasioe wanafunzi. Lakini sheria mtu kama sio mwanafunzi haimlindi. Yani binti ambaye ni mtu mwenye thamani na anayesoma, yule ambaye hajaenda shule kwa sababu tofauti, ikipitikana makubaliano ya ndugu walezi na taratibu zote sheria inaeleza za kimila na sheria za kimila hizo, binti anaolezwa. Sawa bwana. Sasa kama tuna mabinti wamejaa vyuo maelfu na maelfu, hawahoji hichi kitu. Yani si unanielewa dadangu? Yani hawahoji. Yani unaona sheria inaruhusu mtoto apoteze ndoto zake kwa sababu tu hayuko shule. Umeshaelewa? Tuna haja kutafakari kuadhimisha kwa stili nyingine kwamba wabinti, mimi nilitaraji hata kwa maadhimisho haya wabinti walioko vioni watusaidie, wako kwenye mitandao watusaidie kuomba sheria ya kuzuia watoto wakiwa kwa mara ya kwanza Tanzania. Historia inawekwa kwenye picha na picha hizi zinapata thamani mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na wageni waalikwa. Ni tarehe 11 Agosti 2026 katika moja ya matukio ya Kizimkazi Festival. Tunakutana katika Presidential Gala Dinner ya kipekee inayofanyika Kwanza Hotel Zanzibar, mbele ya mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga picha wa Kitanzania watawasilisha kazi zao katika maonyesho maalumu kabla ya picha hizo kuingia kwenye mnada mkubwa wa Kizimkazi. Ni usiku unaokusanya heshima, sanaa, muziki, ladha na simulizi, ukifungua ukurasa mwingine wa namna tunavyoiandika, kuihifadhi na kuienzi historia. Kizimkazi Festival 2026, shangwe na fursa. Hello, wana crowd. Hola. Sisi ni ndugu zako. Tunacheza pamoja kwa sababu Crown Sports ndio sehemu yako ya kujua kila aina ya mchezo. Mwambie jirani na rafiki. Hapa ndio sehemu ya mbio unayoitaka. Aibu wataona wao, kwa sababu ndio kwanza tumetia nanga ufalmeni. Tunafuta kiti cha enzi na kwenda sambamba na kizazi cha AI, huku tukifungua maboksi ya mastori ndani ya himaya ya jumba la kifalme. Kasri hili hapa. Kasri lililopo Pwani, makao makuu ya marashi karafuu Zanzibar. Hakuna kupoa hapa, ni mwendo wa samba na joga bonito, huku tukicruise kwa upendo na muziki mzuri wa Crown DJs take over. How sio umeipenda Sisi ndio watoto imara, tunaondoka kama ndege za mataifa 20 bora. Na hii ndio alama ya ushindi. Weka
wema kwa Puma uozi na hapa ujaze kibaba. Kila unaponunua mafuta unapaswa kuzawadiwa. Puma utoki bure, unazawadiwa pointi 10 au zaidi. Unaponunua wei na gesi mapointi kibao. Pata kwenda Puma. Daladala, boda boda, gari binafsi kuzawadiwa. Karibu Puma Energy, uzawadiwe pointi 10 kwa kila lita moja mafuta unapoweka Uwese au unapotumia 3,000 kununua CNG. Bidhaa za duka la Shop Express au oili za Puma Lubricant. Haijaishia hapo. Daka kuanzia pointi 50 unaponunua Puma Gas kwenye vituo vya Puma Energy karibu yako. Kizuri zaidi, unaweza kutumia hizo point kufanya manunuzi. Nenda Play Store, pakua Puma Press, jisajili, halafu uzawadiwe. Oh yeah! Ni Puma Press, sio Puma Please. Sasa tunachimba chini ya matokeo, tunafungua pazia la takwimu na kukupa kila ambacho macho ya wengi hayajakiona, kuanzia formation hadi decision, ndani ya dimba hadi benchi la ufundi. Besela na kaka Swahili hapa. Moja na dakika 43 nasikiliza Kasri. Mimi ni Imani nikiwa na Samira na tunazungumza hapa na Selemani Bishangazi kutoka maeneo ya jamii na mchambuzi wa masuala ya kijamii huyu, lakini kwenye line ya simu tuko naye Lugete, mchambuzi wa masuala ya sera na siasa, tukijadili hasa kuelekea siku ya vijana. Kabla tujasonga mbele, nikwambie kwamba tatizo la foleni tayari limekwisha tatuliwa na Onomo Hotel, ambapo kama ukiona mjini foleni kubwa basi unaweza kupita pale Onomo Hotel kuanzia saa 10 kuna happy hour. Lakini kama unahitaji kupumzika, mapumziko ya kubalizi, vacation, honeymoon ama nini, wana vyumba zaidi ya 100 pale Posta. Unaweza kwenda ukapata chumba chako vizuri kabisa na ukapumzika ukatulia haswa. Lakini kwa wewe ambaye unasukuma chombo chochote cha usafiri, unaendesha, Puma Press wamekuletea kampeni maalumu ambayo inakuambia jaza mafuta upate point. Ukijaza mafuta kwenye vituo vyote vya Puma hapa nchini Tanzania na kununua bidhaa yoyote ile kwenye maduka ya Shop Express, lakini pia ukinunua vilainishi ama gesi kwenye vituo vya Puma unaweza kupata point, na hizo points baadaye zitakusaidia tena kufanya mzunguko wa manunuzi. Lakini unaweza kufanya hivyo tu ukiwa na application ya Puma Press kwa kuipakua kutoka Play Store na App Store. Bishangazi, ulikuwa ukijibu swali kuhusiana na tafsiri yako kuhusiana na siku ya vijana ni ipi? Mimi ninachoweza kusema, nimekuambia kwamba dada yangu, kukiwa na haki yako alafu mifumo yote ya kijamii au ya kiserikali imekupa hiyo haki, wewe ukakaa bila kuidai na ukakaa tu, watu watafanya wanavyotaka. Kwa hiyo maazimisho haya hatulaumu serikali, hatulaumu nini, inavyoenda ni kwa yamegeuka ya kisiasa. Na lengo lake sio kisiasa, lengo lake ni kutafakari changamoto za vijana. Kila kijana, na sio kila kijana ni mwanasiasa. Kuna mwingine kabisa sio mwanasiasa na wengi sio wanasiasa. Kwa hiyo haya maazimisho yanatakiwa kufanywa na vijana wenyewe, washiriki wenyewe. Hiyo ya kwanza. Lakini kitu cha pili, ni mimi ninavyoona ya maazimisho ni kwamba tungeuliza vijana. Unajua mipango mingi inayofanyika hatuulizi vijana wanatakaje. Rai za vijana wangetaka wangehojiwa, wangesema wanataka maazimisho ya weje. Hicho ndio kitu cha pili. Na tuna shida hiyo kwamba tunawapangia watu vitu ambavyo hao hawajashirikisha. Kwa mfano, kuna sera ya vijana. Uliza vijana, hii sera iliyotungwa hii, uliza vijana wa kawaida hawa wanajua sera ya vijana ni nini na ni ya kwao. Walishiriki kuitunga. Sio nani. Sasa hivi tunaona ukisoma ilani ya CCM inasema kwamba itakuja na katiba mpya. Ngoja katiba mpya ianze. Naomba siku moja kama nitakuwa hai mnialika hapa. Majaliwa. Ni utaniambia kijana gani wa bodaboda anadai hata kushiriki kwenye hiyo. Yaani kudai, tunataka vijana wadai kuingia hata kwenye hilo bunge la katiba. Umesikia? Mwanasiasa sio mwarobaini. Vijana wajue kwamba nchi hii sio CCM wala Chadema, nchi hii ipo, ni ya kwetu. Ushaelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku utakuja kukuta hii katiba inaporwa na wanasiasa, wanatupangia wao wanayotaka, baada si vijana. Lakini kwenye kampeni utaona vijana wamejaa mabodaboda, manini na mabendera, wanaenda tu kama bendera fuata upepo. Kwa hiyo mimi natamani tuwe na vijana ambao wanasema katiba si hata kujadili wao. Vijana kaenda nani kwenye bunge? Kaenda mtoto wa nani?
kaenda mtu wa wapi, sio ndani vizuri. Natamani vijana wadai kama ni wa machinga wapeleke mwakilishi wao, kama vijana waandishi wa habari mpeleke mwakilishi wenu, kama vijana wavuvi wapeleke, sio unanielewa? Sasa utaona, ngoja uone itakapofika. Wote oya hawana nacho, alafu mwisho wa siku katiba inapitishwa, watakwambia katiba si. Kwa hiyo mimi natamani kuwa na vijana nao hoji na hii inatengenezwa kwenye msingi kabisa. Tukana vijana na hiyo, hata viongozi walioko serikalini watajisaisha. Sasa Bishangazi, unasema kwamba wanasiasa sio mwarobaini na wao ndo wanasema kwamba tuwachague ili watusemee, na kuna kategori unakuta mpaka kuna mbunge wa vijana. Sasa hivi tuna wizara ya vijana, kuna bunge la vijana. Hao wote kazi yao ni nini? Kwanza vijana wakipewa nafasi ya ukweli ambayo sio unafiki, watakama tunataka wizara ziweje, tunataka waziri afanye nini, tunataka waziri wa namna gani. Saa nyingine wakataka waziri asiyetokana na chama, wakasema waziri tumwajiri, baadaye tumwajibisha. Sio unanielewa? Watataka hata vyombo vya habari vitangazenye mambo yao. Yaani ngoja nikwambie, ukiwacha vijana kaamua mambo yao, saa nyingine mfumo wa upatikanaji hata viongozi wanakaa chama hiki wanapitisha mtu wao, lakini huyu mtu anatokana na vijana. Kwenye hivi vikao kuna vijana, kuna vijana namna gani? Sio unanielewa? Saa nyingine kuna mifumo ya uchaguzi ambayo inatuletea mtu imani, mpigeni kura mna namna. Saa nyingine tukikaa na vijana wakajadili wanataka taifa lao liweje, watakuja na mfumo mwingine wa kupata viongozi. Lakini tuna vijana kwa mfano kwenye vyama mbalimbali. Kila chama kina umoja wa vijana kama ulivyosema. Chadema wana vijana wao, CCM wana vijana wao, ACT na vyama vingine vyote. Kwa nini hawa pia tuwaone kama sio msaada wakati ni sehemu ya vijana na wana eneo lao, umoja wao kabisa? Kwanza mimi sijakwambia sio msaada, nikukatishe. Mfumo uliopo haumfanyi kijana msaada. Ngoja nikupe mfano mmoja. Mimi nampigia kura mbunge wangu. Si kijana amekaa kwenye foleni kapiga kura. Labda nimemchagua dadangu hapa kama mbunge. Umesikia? Chama chake kimnyang'anya kadi, sio mbunge. Haki yangu mimi kama Mtanzania kupiga kura iko wapi? Nachagua mbunge wa chama chako, nachagua mbunge wa kuniongoza mimi. Si unaelewa? Sasa tuna sehemu ambayo vijana wanatakiwa kujadili kuwa na mamlaka yao. Kwa mfano tukisema, kwa mfano chama kipitisha mbunge akagombea, akishapigiwa kura asiwe wa kwao, wamsubiri mpaka muda utakaopita, au tutafute mbinu nyingine ya kupata kiongozi. Kwa sasa ingia akilini dada Imani, hivi tukae kwenye msafara watu wazima masaa 12 tunapiga kura, alafu huyo mbunge labda akosea chama chake au mwenyekiti wa kijiji, chama kimnyang'anye kadi, tayari sio mbunge. Na hera yetu ile ambayo tunaipigania kujenga zahanati, kujenga vyuo, kujenga nini, itumike tena si bilioni ngapi kufanya uchaguzi. Kwa hiyo natamani vijana wenye mawazo kama nayo yatoa hapa, umeona, ambao wanakaa wanachakata. Lakini pia tuwe na mfumo, tusiamini, yani vijana wajadili taifa lao leo, na vijana sio waamini kwamba bila kuwa na mwanachama wa chama fulani huwezi kuendelea. Sasa hivi ni aibu. Mimi nimekaa jirani na wanafunzi wa vyuo, umesikia? Nimekaa pale, nimefanya biashara pale mimi hostel pale. Kikifika uchaguzi wa viongozi wa vyuo, unageuka uchaguzi wa Chadema wanakaa huku, wa CCM wanakaa huku. Vijana wanaingia kwenye uchaguzi wa kumchagua kiongozi wao, kitu ambacho na vijana wamekaa tu kama mburura basi. Lakini mimi siamini kama, yani ukikuta vijana wa CCM wana kiongozi wao wa chuo, vijana wa Chadema, yani ushaelewa, yani uongozi wa vyuo unabadilika kwa uongozi wa vyama vya siasa. Kwa mimi natamani tuwe na vijana ambao wanataka sisi maeneo yetu ya chuo, maslahi yetu ya chuo hayaambatani na vyama. Nani wa kuwabadilisha vijana kufika hapo unapopasema? Wa kuwabadilisha vijana ni kukubali kuwa binadamu, wao kukubali kujua wao wana haki yao ya msingi, wao kukubali kwamba ni Watanzania, na wao kukubali kutopelekeshwa. Vijana wao wakifikia sehemu hiyo, wataamua taifa lao wanataka liendeje kwa ustaarabu kabisa. Umeona, kusema kwamba hii sheria sisi haitufai vijana, tulete mabadiliko. Kwa mfano mikopo ya 4% aliyekaa kusema kwamba ipitishwe, itengeneze online ni nani? Si madiwani ambao saa nyingine sio vijana na wabunge. Lakini hii mikopo itakiwa tuende kwenye mijadala ya vijana wajadili, tunataka mkopo uweje, tuwajibishaneje, tufanyeje. Saa nyingine sio kota na makelele kwamba hili naliwa. Kwa hiyo yani natamani tuwe na vijana ambao wanaamua mambo yao wenyewe bila fujo, bila nini, na tutengeneze nafasi hiyo. Umeona? Na hamna namna. Usifikiri Bishangazi mzee aliyoko hapa kwenye ubunge atakupa nafasi hiyo kijana. Ni wewe kutumia mifumo iliyopo kuhoji bila kuleta fujo kusudi ufikie hiyo sehemu. Na mimi nikwambia kitu moja, vijana kianza kuhoji maslahi yao, hela mbona inaliwa labda. Lakini wapo waliohoji Bishangazi na umeona yaliyowakuta. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi semi kijana ahoji. Umesikia? Nakwambia vijana wakihoji wote,
yani chuo kikuu mbona wale wakina tunasikia stories za kina huyu mheshimiwa waziri Kitila Mkumbo wakina Sita wakati wako chuo mpaka Mwalimu Nyerere alikwenda pale kuwasikiliza. Mimi siongelee issue ya fujo, natamani sote watu wote vijana sauti yao ikiwa moja. Umeona? Simaanishi fujo mishangazi. Kuna watu unakuta tu ametoa maoni yake labda kwenye mtandao wa kijamii, atakuja kukwambia labda nimetishiwa, ama wengine tunasikia ndo hivyo wamepotea na vitu kama hivyo. Na walikuwa wanahoji kama hivyo ambavyo unasema, labda ameweka maoni yake kwenye mtandao ama amezungumza mahali. Mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Natamani mimi naamini katika kutetea mifumo, lakini naamini katika kujilinda wewe mwenyewe kwanza binafsi, kwa sababu maisha yako ni zaidi ya maoni. Maisha yako hayawezi kurudi. Ninachosema mimi, tuwe na vijana wanaojitambua, ambao kama ni kijiji, hakuna mtu anaweza kuteka kijiji. Hakuna mtu anaweza kuteka vijana wote wa chuo kikuu. Hakuna mtu anaweza kuteka vijana wote wa UDOM. Wajitambue. Kwa hiyo unachokimaanisha hapa ni kama hakuna umoja katika tuna vijana ambao mfumo wa siasa umewalevya. Umeona? Lakini vijana hawana umoja, hawana lao moja. Badala ya kuwa na mambo yao ya vijana, wao haya mambo yamekuwa mambo ya CCM na mambo ya Chadema, ambapo siku akiamka ajua haya mambo yetu sisi vyama vitusaidii chochote kile, hivi tutasonga mbele. Mishagazi, maoni yako ni yapi kuanzia ngazi ya familia, serikali na hata vijana wenyewe, kwa sababu kesho maadhimisho ya siku ya vijana, na pengine ukiuliza mitaani huko inawezekana kuna vijana wengi hawajui kama kesho ni maadhimisho, na fursa nyingi zinawapita kama ambavyo umezungumza kutokana na changamoto mbalimbali zilizopo. Kwako unatoa maoni gani ama ushauri gani mkuu unauelekeza kwa serikali, vijana pamoja na ngazi ya familia? Kwanza mimi nasema serikali, Mona, serikali inatakiwa kutambua kwamba vijana wana akili zao, wana maoni yao. Tutafute namna ya kupata maoni yao, hata kama wao wamekuwa si watu wa maoni kulingana na mifumo iliyopo. Cha kwanza. Kile cha pili, kwenye familia tunatakiwa kulea watoto ambao ni watoto ambao watakuja kutusaidia kuanzia familia mpaka taifa. Kitu cha pili. Kitu cha tatu, hebu vijana basi wale, na shauri vijana, kuleni vyakula basi. Yani wale vyakula vya asili. Unajua kuna kijana unamwangalia wewe hata kisimama hapo, yani umeshaelewa aina ya vijana tulionao sasa hivi. Hebu kuleni, mle basi, mshibe, mle vyakula mshibe, muwe watu. Yani tunatakiwa kuwa na vijana ambao, unajua dadangu, kwa mfano kaja mgombea wa udiwani au wa ubunge, kakusanya vijana kwenye nyumba kama 200 afu kawapa 1500. Unajua ni dharau ambayo, yani saa nyingine anyway, mimi sio Mwenyezi Mungu, lakini mimi nafikia level hiyo ya nyie vijana 100 mnakaa mnapewa 1500. Umesikia? Kwa hiyo mimi natamani tulee vijana, lakini pia familia zifundishe vijana, tufundishe vijana watoto wanaohoji. Kwanza kwenye familia, mtoto msikize maoni yake, tengeneza kijana anayehoji, tengeneza kijana anayeweza kutatua changamoto zake mwenyewe, anayeweza kujisimamia. Tukianza kwa familia, lakini shuleni walimu watusaidie kulea watoto ambao wanaweza kuhoji, kupambana na changamoto zao. Kutovunja sheria ya kisa siwe na uoga, ule uoga ambao ni wa kishamba. Kwa hiyo tukifikia hapo kwamba tuna vijana ambao wanajitambua, wanakula vyakula vya asili, wanashiba, wana akili, wanaweza kufikiria, tutaenda mbali zaidi. Lugete, pole kwa kukaa muda mrefu kwenye line ya simu. Bila shaka unanisikia, sivyo? Nakusikia. Moja ya tatizo sugu naweza kusema ni vijana kutokuwa na ajira, na imekuwa ni changamoto ambayo kila uchwao inajadiliwa. Na kama tunavyosema hivi sasa tuko kwenye ulimwengu wa kidigitali. Unadhani serikali za Afrika zifanye nini kuhakikisha kwamba vijana kweli wanatumia digitali na mitandao ya kijamii kama sehemu ya fursa kwao, hasa katika kutatua matatizo yaliyopo kwenye jamii zao na wao kupata kipato kwa wakati huo? Kwanza ni kuongeza uhuru wa matumizi ya mitandao ya kijamii. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.